Mtazamaji wa Kawabe Media, tumekuwa tukikuletea vipindi tofauti tofauti na matukio mbalimbali ya kihabari. Lakini siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na uteuzi wa Mheshimiwa Rais ambao ameufanya jana, uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali. Mimi naitwa Epifania Magingo. Niko na mwenzangu hapa Salum Amani, tunazungumzia kuhusiana huo uteuzi wa jana. Karibu kwenye mazungumzo yetu. Habari yako Salum? Bila mshukuru Mungu bwana, niko vizuri. Mambo yanaenda lakini? Alhamdulillah, nasema mambo yanaendelea. Taratibu pia zingine za kisiasa na mambo mengine ya kijamii yanaendelea, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka uteuzi na utenguzi wa jana aliofanya Mheshimiwa Rais umeufuatilia vizuri. Watoto wa mjini wanasema PDF ilitoka jana. PDF ilianguka majira ya usiku hivi. Bahati mbaya bahati nzuri nilikuwa nimelala tayari, lakini kwa sababu jana niliwahi sana kulala, lakini baada ya kuamka ida fulani hivi ya midnight nikakutana na hizi habari, na mjadala ulikuwa mpana kidogo mtandaoni baada ya kutoka kwa PDF hii ambayo ilikuwa imeorodhesha uteuzi pamoja na utenguzi, kwa sababu unajua panapofanyika uteuzi wakati mwingine unaweza katokea tu uteuzi bila utenguzi, lakini katokea utenguzi bila uteuzi, inawezekana vikatokea vyote kwa pamoja. Kwa hiyo jana imetokea uteuzi pamoja na utenguzi. Sasa kubwa zaidi nafikiri ni namna ambavyo uteuzi wenyewe ama utenguzi wenyewe ulikuwa umeenda, kwa sababu katika kitu ambacho kimeonekana ni kama kimeleta mshtuko pia ni pamoja na kutenguliwa kwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene, mbunge wa jimbo la Kibakwe kwa miaka takriban 20 tangu mwaka 2005, akiwa amehudumu pia kwenye wizara mbalimbali chini ya awamu mbalimbali za serikali. Alishawahi kuhudumu kama waziri wa mambo ya ndani wakati wa utawala wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini pia alishawahi kuhudumu pia kama waziri wa mambo ya katiba na sheria, lakini pia tumeona amekuja kurejeshwa pia kama waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya awamu ya 6, awamu hii ya pili. Uteuzi ambao haujachukua muda mrefu, tunaweza tukasema hata miezi miwili haijakamilika, tayari ameweza kutenguliwa. Hilo ni la kwanza. La pili ni uteuzi wa Paul Makonda, moja kati ya viongozi vijana tulionao katika taifa letu, akihudumu pia kwenye nafasi mbalimbali, kutoka kuwa naibu waziri wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na sasa ni waziri kamili wa wizara hiyo, akiwa sasa ana mamlaka yale ya uwaziri kwenye wizara hiyo, akichukua nafasi ya aliyekuwa mtangulizi wake ambaye ni Profesa Palamagamba Aidan Aiko Kabudi, moja kati ya viongozi wakongwe, mimi naweza kusema hivyo, kwenye taifa letu. Yeye akipelekwa kwenye wizara maalum, na maanisha wizara ofisi ya rais, kazi maalum pale Ikulu. Sasa turejee kwenye uteuzi wenyewe. Kabla sijamzungumzia Pasco Katambi ambaye yeye ndio haswa kutoka wizara ya viwanda na biashara mpaka wizara ya mambo ya ndani. Wakati tukirejea kwenye huo uteuzi wenyewe, huko mtandaoni kumekuwa na mazungumzo mengi sana, watu wakishangazwa, yani tuseme kushtushwa na kutenguliwa kwa Simbachawene, lakini pia kushangazwa kwa uteuzi wa Makonda. Karibu. Mimi nafikiri mshtuko ni kwa sababu labda ya muda. Yaani kwa nini imekuwa muda mfupi kiasi hiki kwa Paul Makonda kutoka kuwa naibu waziri mpaka kuwa waziri wa wizara husika, na George Simbachawene kuweza kutenguliwa? Kuna vitu uoga watu hawavifahamu katika mifumo hii ya kiserikali. Unajua uongozi wa serikali ni kama vile wewe unavyoiongoza nyumba yako. Unapoiongoza nyumba yako unatarajia, unakuwa na mipango mingi, sivyo? Unakuwa na mipango mingi. Kuna wakati unakuwa na watoto pale nyumbani, unawapangia majukumu, sivyo? Kwamba bwana, leo asubuhi Salima wewe amka nenda kaoshe vyombo, Mohamed utafagia uwanja, wewe utasimamia vitu fulani fulani. Lakini baadaye umekaa umefikiria, ukasema lakini vile vyombo Maimuna huwa anaviosha vizuri sana kuliko Salima. Kwa nini nisimchukue Salima yeye akaenda kuviosha vile vyombo, alafu Maimuna tukamtafutia jukumu lingine? Umeona?
Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo pia serikali, mimi naamini mimi kwa utashi wangu na kwa uelewa wangu wa mambo haya ya kisiasa, huu ni utashi wenyewe wa Mheshimiwa Rais kwenye swala zima la kuangalia ni namna gani ambavyo anaendesha mchakato wa kuwahudumia wananchi wake. Ni kwamba inawezekana ameona kuna sehemu, kuna mambo pengine siwezi kusema sana kukaa sawa, lakini naweza nikasema yeye kwa utashi wake yeye kaona pengine ile nafasi ambayo nimempa Palamagamba Kabudi, nafikiri atanifaa zaidi kwenye wizara hii. Hebu ngoja nimchukue nimpe hili jukumu, alafu kwa sababu Makonda tayari amekuwa naibu waziri pale, ameshafanya majukumu ndani ya muda huu mchache, kuna majukumu ameyafanya, na maana yake japokuwa hajawahi kuwa waziri lakini tayari ameonyesha. Kwa sababu rejea nyuma, Paul Makonda amewahi kuwa mkuu wa wilaya hapa Dar es Salaam, nafikiri ilikuwa ni wilaya ya Kinondoni. Baadaye akawa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam enzi za utawala wa John Pombe Joseph Magufuli. Baada ya hapo Paul Makonda baadaye nafikiri kwenye masuala ya kuingia katika siasa za kiushindani hizi nafikiri aliacha kwa ajili ya kwenda kugombea ubunge, ambapo baadaye John Pombe Magufuli alisema kabisa watu ambao wameondoka kwenye nafasi hizi za kuteuliwa baadaye mimi sitoweza kuwarudisha. Lakini tuliona Paul Makonda alirejea wakati wa utawala wa awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kama kiongozi katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM. Tuliona jinsi ambavyo alikuwa anafanya kazi, kwa sababu Paul Makonda ni aina ile ya viongozi ambao moja kwa moja huwa wanafika kwenye majukumu ya kwao. Yani sio mtu wa kuagiza sana. Yani sio mtu wa kuagiza sana. Yeye ni mtu ambaye anapenda kufika field afanye ile shughuli yeye mwenyewe. Unadhani kwa maelezo yako hayo ndio sababu ambayo inafanya Makonda yeye kupanda madaraja kila kukicha? Ndio maana narejea nyuma. Ndio maana nikakwambiaje. Umemuona Paul Makonda wakati wa Magufuli. Tulimuona alivyokuwa mkuu wa mkoa, tuliona namna alivyokuwa anashughulika na mambo mbalimbali. Alishughulika na sakata la madawa ya kulevya hapa Dar es Salaam, tunakumbuka kipindi kile wale watu ambao walikuwa wanatoka mikoani kuja huko, akasema kabisa wewe kama unatoka mkoani kuja Dar es Salaam huna kazi ya kufanya, unazurula, tutakukamata. Ni ule kiongozi ambaye anapenda purukushani za kuhudumia jamii. Baada ya hapo tunamuona Paul Makonda anakuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Unakumbuka alikuwa na kliniki yake maalum ya kuweza kuwahudumia watu pale jijini Arusha. Alikuwa akizunguka katika maeneo mbalimbali akisikiza kero za wananchi, akizungumza nao, akawaweka wana Arusha pamoja. Hata ile dhana ya kusema Arusha ilikuwa na watu wakorofi na watu ambao mara nyingi walikuwa wana ukinzani na serikali ilikuwa imepungua sana wakati wa Paul Makonda alipoingia pale kama mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwa hiyo alipofika pale mambo yalibadilika, akaweza kuweka hali katika usawa. Hata wale watu wanasanga kuna watu nafikiri utakumbuka wadudu wametrend sana kipindi cha Makonda. Maana yake ni ule uwezo ambao yuko nao wa kuweza kuongoza yeye kama kiongozi, anafika sana kwenye jamii. Kwa hiyo kujibu swali lako sasa, Makonda kwangu mimi anastahili kabisa kile alichokipata. Kuwa waziri sio ajabu kwa sababu ameshawahi kuhudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Hivyo kuwa waziri sidhani kwamba kwake labda ni mzigo mkubwa kama watu wengi wanavyodhani. Japo hapo wengine pia wanaweka sababu zao ambazo ziko nyuma ya pazia ambazo hazina uthibitisho. Mimi pia siwezi kuzizungumzia kwa sababu ili uzungumzie jambo lazima una uthibitisho nao. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni uelekeo mpya kuelekea serikali hii ambayo imeingia awamu yake ya pili ama duru yake ya pili ya awamu ya 6, kuongeza kasi kwenye baadhi ya maeneo. Kwa maana hiyo unapomchukua mtu, unajua hata mwanzo nilipata doubt kidogo kumweka Makonda kama naibu waziri mimi binafsi, kwa sababu niliona mara nyingi Makonda ni kiongozi ambaye anakuwa juu. Yani yupo anaweza kuwa naibu waziri lakini kuna namna mambo yake anayafanya zaidi. Sasa kuna watu wanakuja sio kama zaidi ya nafasi. Yani anatekeleza majukumu yake kiasi kwamba kuna baadhi ya watu wakija kuleta tafsiri wanasema ni kama anapenda kujikweza. Maana yake anaweza tunasemaga akamfunika kiongozi wake wa juu kwa sababu ya ule utendaji wake wa kazi. Sio kwa sababu labda anapenda kujikweza, hapana, ila ni kwa sababu ya utendaji wake wa kazi. Kwa hiyo kumchagua Makonda kutoka pale alipokuwepo kutoka naibu waziri kumpeleka kuwa waziri nafikiri ni sahihi kabisa, kwa sababu sasa anapata ile mamlaka kamili ya kufanyaje ya utendaji kazi. Kwa hiyo kwenye wizara hiyo nafikiri tutaona kasi mpya, tutaona maendeleo makubwa kwa sababu ya aina utendaji wa Paul Christian Makonda.
Sasa tukirudi kwenye utenguzi ambao Simbachawene alikuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, utenguzi wake kwako wewe una utazamaje? Yes, Simbachawene kama nilivyokuambia ni mbunge wa jimbo la Kibakwe kwa miaka 20 hivi sasa. Amekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo miaka 20, maana yake uzoefu wa kutosha. Kwa lugha ya Kimombo unasema enough experience. Uzoefu wa kutosha ambao unamwezesha yeye kushughulika katika masuala ya kiuongozi. Nje na hilo amewahi kuwa waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini pia aliwahi kuwa kama nilivyokuambia Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa ni kiongozi ambaye pia unasema ana uzoefu katika eneo fulani. Kwenye swala la utenguzi wa Simbachawene, ndio maana nimekuambia kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanazungumza. Kuna wengine wanaleta nadharia kwamba Simbachawene kwa sababu alisema mambo fulani sijui kuhusiana na jeshi la polisi na nini, hicho ndicho kilichomwengua. Mimi nakataa hilo kwa sababu kwa utashi wangu mimi sidhani kama alichokifanya ni kibaya kiasi cha kumkera Mheshimiwa Rais. Yaani kutaka kuweka usawa baina ya jeshi la polisi na wananchi, kuweka hali ya usawa ni swala ambalo linaweza likamkasirisha kiongozi. Yaani unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. So far ni kwamba alichokifanya ni kwamba yeye kaangalia ni namna gani ambavyo atapata mtu atakayefanya kazi kulingana na yeye anavyotaka. Mimi ninavyoona ni kwamba Simbachawene yawezekana na majukumu mengine ambayo Mheshimiwa Rais ameona anafaa kwenda kuyatekeleza. Sasa nafasi ambayo imechukuliwa kutoka kwa Simbachawene inashikiliwa na Patrobas Katambi. Kwa mtazamo wako, unadhani yeye anaweza kutosha kwenye nafasi hiyo? Kiongozi mzuri ametoka kwenye kama naibu waziri wa viwanda na biashara, na ni moja kati ya viongozi bora ambao wamewahi kufanya kazi kwenye nchi hii. Kwa hiyo mimi sitarajii, na ndio maana nimekuambia kesi sio Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani. Yaani hata mlolongo wote mzima, yaani kesi sio Katambi kuwa pale. Kesi ni kwa nini Simbachawene amefanyaje? Ameondolewa pale, ametenguliwa. Na ndio maana nimekuambiaje, kwa hiyo utazunguka kote, lakini nitakuja kusema tu kwamba Simbachawene yes alikuwa ni kiongozi mzuri, lakini kwa utashi washauri wake inawezekana pia amekaa naye Mheshimiwa Rais, wameona namna gani ambavyo wizara inahitaji labda mabadiliko, labda ameona pengine kasi yake au tu kuna mambo ambayo yanahitajika kwenda mbele zaidi ya yeye ambavyo alikuwa akiyafanya na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mimi naendelea kumpongeza. Mabadiliko ni kitu bora sana, mabadiliko hayaepukiki. Yaani mabadiliko yanapofika wakati wake, wewe huwezi kuyazuia. Mimi siwezi kuzuia, wewe huwezi kuzuia, hata Mheshimiwa Rais hawezi kuzuia mabadiliko, kwa sababu mabadiliko huwa yanakuja automatically. Kwamba mabadiliko yatakuja tu. Kwa sababu hata wewe kufanya utenguzi au uteuzi ni kutokana na mabadiliko ambayo yanafanyaje? Yanatokea. Maana yake ni kwamba leo hii wewe ukiwa una shamba lako Epifania, unalima, umelizoea kulima kilimo cha kumwagilia, ghafla mvua ikanyesha, utaenda tena kulima kilimo cha kumwagilia. Maana yake lazima ubadilishe. Kwa hiyo mabadiliko yanakuja automatically. Kwa hiyo hata kile kilichofanyika ni kwa sababu ya pressure ambayo imeendelea kuwepo. Kwa hiyo mimi nafikiri tuache kubuni vitu. Yaani tuepukane na masuala ya kubuni, kwamba tu leo umeamka asubuhi umeshiba makande unaanza kusema serikali Mheshimiwa Rais amefanya moja, amefanya mbili tatu kwa sababu moja mbili tatu. Hapana. Nadhani ni wakati wa kuacha, ni mapema sana, tuache mifumo yenyewe ijieleze. Utendaji kazi wa Pasco Katambi tutauona. Sisi tumeuona Simbachawene, sisi tumemuona Makonda akifanya kazi, sisi tumemuona akienda akikutana na timu ya taifa mara kadhaa, sisi tuliona utendaji kazi wake. Maana yake pia tuache muda uamue, tutaona utendaji kazi wake Pasco Katambi. Tutaona pia Simbachawene kama ana jukumu lingine ambalo atapewa, tutaona, au kama ataendelea kusalia kuwa mbunge pia tutaona. Kwa hiyo hatuhitaji kuzungumza sana wala hatuhitaji kujudge sana maamuzi ya Mheshimiwa Rais, isipokuwa tunachohitaji ni kujipa muda kutazama namna ambavyo mabadiliko anayoyafanya yanaendana na jinsi ambavyo yeye anaiendesha serikali. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hayo.